Wana wa ufalme popote pale mlipo duniani, mimi ni Dr. Gordon Gunewe, balozi wa ufalme wa mbinguni hapa duniani. Leo nataka tujifunze pamoja somo la msingi na muhimu sana la kimaarifa ambalo litakusaidia kupeleka katika eneo kubwa katika ujuzi wa elimu hii ya ufalme. Na nataka tujifunze maana na umuhimu wa Eden ndani ya ufalme. Nafikiri wengi mmesoma juu ya bustani iliyo ya Eden, na neno hili si geni. Kwa mfano ukisoma Mwanzo 2:8, katiba ya ufalme inasema Yahweh Elohim akapanda bustani katika Eden upande wa mashariki, akamweka ndani yake huyo Adamu aliyemuumba. Unaona, akapanda bustani in Eden, katika Eden. Sasa Eden ni wapi? Ni nini? Hilo ni swali la msingi, lakini tunafahamu katika Ezekiel 28:13 inasema ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Elohim, kila jiwe la thamani lilikupamba, ruby, topaz, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle na dhahabu, utendakazi wa matali yani tabrets na filimbi pipes ndani yako vilitengenezwa tangu siku ile ulioumbwa. Kwa unaweza kuona kuna kiumbe hapa ambao wengi tunaamini kama ni Lucifer, naye pia alikuwa Eden, lakini pia Adam na Hawa pia walikuwa pia Eden. Sasa swali linakuja, Eden ni wapi? Ni kitu gani? Hilo ni swali ambalo watu wengi sana limekuwa likiwachanganya. Sasa leo nataka nikupe majibu au nikupe ufumbuzi wa kitendawili hiki ambacho kimekuwa kikusumbua. Na mara zote Eden, watu lazima wafahamu kabisa ni neno la Kiebrania ambalo lugha zote zimeamua kuliazima neno hili na kuliingiza katika lugha zao. Ndio maana ukienda lugha zote zilizotafsiri hii katiba ya ufalme, neno Eden liko hivyo Eden, hata Kiingereza ndio kama Eden. Sasa kwa miaka yote kumekuwa na utata mkubwa katika kujua hasa maana ya neno hili Eden. Hata jamii ya Wayahudi pia nao wamekuwa na giza katika kujua nini hasa maana ya Eden. Sasa neno hili ni muhimu sana kujifunza, hasa kwa mtazamo wa ufalme na kwa mustakabali wa udhilisho wa maisha ya ufalme, kwa sababu neno hili limebeba kitu kikubwa sana ambacho ningependa kila mmoja asikose wala asiwe mvivu wa kukosa kuweza kufanya utafiti. Na cha kustajabisha, katika Mwanzo 2:10 katiba inasema ukatoka mto katika Eden wa kumwagilia bustani maji. Unaona, kuna mto ulitoka Eden. Eden ni wapi? Ni eneo gani hilo mpaka mto huo ukatoka? Na anasema vina baada ya kutoka huo mto katika Eden ukamwagilia bustani, na kutokea hapo mto huo ukagawanyika kuwa mito minne. Unaweza kuona Eden ni wapi mpaka huo mto ulianzia? Hilo ni swali la muhimu sana kuelewa. Sasa leo nataka nikufungue ufahamu wako juu ya neno Eden, na maarifa haya najua hutaka kuyasikia popote, kwa sababu ni elimu pana na elimu muhimu sana ambayo ilikuwepo miaka ya nyuma sana. Sasa ukifanya utafiti katika maarifa ya kale, yani ancient knowledge, yani maarifa ya kale ya Waebrania au Wayahudi au Waisraeli, kutoka kwa marabi wa zamani, yani wale walimu wa maisha wa zamani, marabi hao walitoa tafsiri 5 za neno Eden, na walitoa tafsiri 5 ya maana ya Eden, kwa maana kwamba kuna makundi mbalimbali waliulizwa nini maana Eden. Kwa hiyo watu wakatoa tafsiri 5 kwa makundi tofauti tofauti. Wengine wakasema Eden ni Kiingereza tunasema ni the spot, kwa maana ya eneo au mahali, ambapo Kiebrania inaitwa hankuda. Lakini wengine wakasema ni the moment, kwa maana ya Kiswahili chake ni wakati huo, yani Kiebrania wasema harga. Na wengine wakasema Eden ni presence, yani uwepo. Sasa kwenye Kiebrania imetumika neno Shekhinah au panim. Sasa unaposema neno Shekhinah au panim, manake ni uwepo wa Kielohim, sio uwepo wa kawaida, ni uwepo wa Kielohim, tunaitwa Shekhinah na panim, manake kwa hiyo presence, manake ni uwepo wa Kielohim. Lakini walipoulizwa Eden manake nyinyi wengine wakasema ni open door au mlango ulio wazi. Kiebrania tunaita dilet patocha. Lakini walipoulizwa wengine wakasema Eden ni access,
kwa Kiingereza, manake ni mpenyo Kiswahili, na Kiebrania walichojibu walisema ni gisha. Sasa Eden ikapatikana, ina maana imebeba maneno matano. Sasa kwa tafiti haya maneno yanabeba neno moja, na neno hili moja unapounganisha maneno haya matano ndio unapata maana halisi ya neno Eden. Sasa kwa Kiingereza, baada ya kuunganisha maneno haya matano ambayo ni the spot kwa Kiingereza au eneo Kiswahili, kwa Kiebrania ni hankoda, na neno la pili the moment kwa maana ya wakati huo, Kiebrania ni harga, lakini neno la tatu ni presence au uwepo wa Elohim, kwa lugha ya Kiebrania ni shekhin au panim, na neno la nne ni open door au mlango ulio wazi, kwa Kiebrania ni dilet patoha, na neno la tano ni access, Kiingereza, Kiswahili inaita mpenyo, lakini Kiebrania inaita yisha. Sasa ukiunganisha maneno kwa Kiingereza, inasema tafsiri yake ndio unapata maana ya neno Eden, ambayo ni the spot for the moment where the presence of Elohim as open door gives access to heaven. Kwa tafsiri ya Kiswahili ni kwamba Eden ni mahali au eneo ambalo kwa wakati huo ambapo uwepo wa Elohim ni kama mlango ulio wazi kuleta mpenyo wa mbinguni. Manake Eden manake ni kuna ni eneo fulani ambalo linatokea kwa wakati fulani kulingana na mazingira ya Elohim mwenyewe aliyopanga. Kwa hiyo hilo eneo ambalo kwa wakati huo kuna kuwepo na uwepo wa Elohim, na huo uwepo ndo wa Elohim ndio unakuwa kama vile mlango ulio wazi ili kuleta mpenyo kule mbinguni. Kwa hiyo mbingu inakuwa imefunguka kwa sababu uwepo wa Elohim upo hapo. Mbingu inafunguka kwa ajili ya kuhudumia kaeneo fulani, na ndio hasa maana ya Eden. Kwa hiyo Eden sio eneo la kijiografia, hata mtu akaweza kusema ni eneo fulani. Ndio maana uweze kusema Eden ilikuwa sehemu fulani. Hilo ni swali ambalo haliwezekaniki kusema. Utaweza kuona vitu vilivyokuwepo kama vile mito, kama ile katika Mwanzo, ile mito iliyokuwepo Pishon na mito mingine Euphrates, lakini Eden yenyewe haiwezi kuipata kwa sababu ni eneo au mahali ambapo kwa wakati huo uwepo wa Elohim ni kama mlango ulio wazi kuleta mpenyo wa mbinguni. Kwa hiyo ni the spot for the moment where the presence of Elohim as open door gives access to heaven. Kwa hiyo Eden ndio hasa maana. Ndio maana ukisoma ile Mwanzo 2:8 inasema Yahweh Elohim akapanda bustani katika Edeni upande wa mashariki. Unaanza akapanda bustani in Eden. Wametumia neno Kiingereza, wametumia neno bustani in Eden, katika, yani ndani ya Eden. Unaweza kuona akapanda bustani ndani ya Eden. Sasa ndani ya Eden ni wapi? Manake ni alipanda bustani ndani ya mahali ambapo kwa wakati huo uwepo wa Elohim ni kama mlango ulio wazi kuleta mpenyo wa mbinguni. Manake kulikuwa kuna mbingu imefunguka kwa sababu uwepo wa Elohim upo ili kuleta mpenyo wa mbingu kuanza kuhudumia eneo husika, eneo kwa wakati ule. Kwa hiyo maana lile eneo lilikuwa yani mbingu imetobolewa, dirisha la mbinguni limefunguka kwa wakati ule, uwepo wa Elohim ukawepo pale. Kwa hiyo eneo lile linakuwa limezingirwa na access, yani mpenyo wa mbinguni. Manake mbingu ndio inahudumia moja kwa moja. Manake ule mto, unasikia kwamba mto ukatoka kutoka Eden kumwagilia bustani. Ndio maana mpaka leo hata chanzo cha Eden hakijulikani. Yani chanzo cha ile mito mpaka leo haijulikani. Chanzo cha ile mito haijulikani, na ndio maana mpaka mito mingine imekauka kwa sababu chanzo chake hakikujulikana, kwa sababu ilikuwa ni mbingu ilikuwa imefunguka. Mbingu ndio ilikuwa inamwaga yale maji ili kwa ajili ya kumwagilia ile bustani. Kwa hiyo maana Eden manake ni kwamba ile ni eneo maalum ambalo lilikuwa lina uwepo, yani ni eneo maalum ambalo lilikuwa kwa wakati huo lilikuwa lina uwepo wa Elohim kama mlango wazi kwa ajili ya kuleta mpenyo ili mbingu iendelee kuweza kuhudumia eneo husika. Ndio hasa ndio maana mto ukatoka kutoka Eden. Manake sio ulikuwa Eden, manake ni kwamba mbingu yenyewe ilikuwa ina sustain yale maji. Ndio maana baada ya miaka kwenda hii mito mingi sana ukatokuta ilikuja kukauka, ikuepo tena kwa sababu kile chanzo hakikuepo akikuanzia duniani. Ndio ilikuwa. Na hata ukiangalia kwa mfano Ezekiel 28:13, katiba inasema ulikuwa ndani ya Eden. Unaweza you are in Eden. Umeona? Kwa hiyo Lucifer naye alikuwa ndani ya Eden, bustani ya Elohim, kila jiwe la thamani. Hasa Eden hii sio hii iliyokuwa duniani
hapa hamaanishi kwamba siku na Eden ilikuwa duniani hapa anamaanisha ni manake alikuwa kwenye eneo fulani, umeona, ambapo yani kwa wakati huo uwepo wa Elohim, umeona, ulikuwa kama mlango ulio wazi ili kuleta mpenyo kule mbinguni. Manake mbingu alikuwa chini ya mbingu, uwepo wa mbingu na mfalme Elohim mwenyewe. Ndio bustani inahudumiwa kwa mfumo huo, ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo ndio maana Eden sio eneo fulani, eneo lolote linaweza likawa Eden. Kwa hiyo inategemea na mazingira. Hiyo mbingu imefungua madirisha yake kwa ajili ya kuhudumia watu wa namna gani na kwa sababu gani. Ndio maana kuna siri kubwa na kuna umuhimu mkubwa sana kwa watoto wa ufalme kujua kwa upana sana neno Eden. Eden lazima tufahamu kabisa ndio mahali pekee ambapo mwanadamu ana maisha yenye ujazo aliyokusudiwa, kwa sababu tunaposema Eden tunamaanisha ni popote pale ambapo ni eneo ambao kwa wakati huo uwepo wa Elohim unakuwa mlango ulio wazi kwa ajili ya kuleta mpenyo wa mbinguni. Maanake mbingu inakuwa imefungua madirisha, kwa hiyo inamwaga mabaraka na maisha kwa mtu fulani chini alipo pale. Maanake ni kwamba ili mtoto wa Yahweh Elohim aweze kuishi maisha yenye ujazo na utele, lazima atembee kwenye mbingu iliyotoboka, mbingu iliyofunguka yenye dirisha. Maanake unatembea kwenye open heaven, mbingu inafunguka, kuna tobo, mbingu imetoboka, wewe ukiwa chini, maanake tayari uko kwenye Eden, kwa sababu unakuwa kwenye eneo ambalo kwa wakati huo uwepo wa Elohim unakuwa ni mlango ulio wazi ili kuleta access au mpenyo kule mbinguni. Unaona? Kwa hiyo ni muhimu sana kulielewa. Kwa hiyo umuhimu wa bustani, kwa mfano umuhimu wa bustani aliyotengenezwa Adamu na Hawa haikuwa ni miti au matunda au wanyama walikuwepo, bali umuhimu wa ile bustani ulikuwa ni Eden, yani ilikuwa ni ule uwepo wa Elohim ambao unakuwa mlango ulio wazi kuleta mpenyo kule mbinguni. Sasa mbingu ndio inayotegemeza kila kitu duniani inapokuwa imefunguka. Kwa hiyo mbingu inakuwa imefungua madirisha ili kuifunika na kuihudumia eneo husika. Eden ndio eneo ambalo hakuna kula kwa jasho, kwa sababu kila kitu kinaratibiwa na serikali ya mbinguni. Adamu na Hawa walipoteza Eden, lakini mfalme Yesu alirejesha Eden duniani kwa kila aliye tayari kuishi maisha yenye ujazo akiwa ndani ya dunia, ndani ya ufalme wa Yahweh Elohim. Ndio maana hata ukiangalia kwa mfano hata ile Malaki 3:10 ya habari ya kuleta zaka ilikuwa inawasilisha juu ya neno Eden. Kwa mfano unaweza kujiuliza, anasema leteni zaka yote ghalani ili kiwepo chakula katika nyumba yangu, nijaribuni ili nipimeni katika hili, asema Yahweh wa majeshi, nanyi muone kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagilieni baraka nyingi. Muone kama sitawafungulia madirisha mbinguni. Maana yake ni kwamba anachotaka kuwasilisha hapa ni kwamba aone kama mtu huyo akitoa kwa uaminifu, kama hata shushiwa Eden, yani hata shushiwa mahali ambapo kwa wakati ule uwepo wa Elohim unaleta mlango ulio wazi ili kupata access ya mpenyo kule mbinguni. Manake mtu huyu anapokuwa mwaminifu kwenye sheria ya ufalme hii ya uchumi ya kutoa zaka na matoleo mengine na sheria nyingine, manake anatembea kwenye mbingu yenye tobo, mbingu iliyotoboka. Mbingu inatobolewa, alafu mbingu inaanza kumpa mtu maisha chini yake. Kwa hiyo kila anapokaa vitu vinatokea, na watu wengi walikuwa wanatembea duniani, watu wengi katika mbingu zilizofunguka kwenye open heaven. Hiyo ni kawaida tu. Ndio maana kupitia sheria ya uchumi na sheria nyingine zote za ufalme, Eden inashushwa ili kukutengenezea mahali ambapo kwa wakati huo uwepo wa Elohim ni kama mlango ulio wazi kuleta mpenyo wa mbinguni. Manake the spot for the moment where the presence of Elohim has open door gives access to heaven. Kwa hiyo ile ni jambo la msingi sana kuelewa. Kwa hiyo tunaposema Eden tunamaanisha ni eneo ambalo kwa wakati huo liko wazi ili kukupa ili uwepo wa Elohim unafanyika kama mlango ulio wazi ili kupata mpenyo kule mbinguni. Kwa maana yake unatembea kwenye mbingu zilizofunguka. Mtu yote yule anatembea aliyemwamini mfalme Yesu, akazaliwa na mfalme Roho Mtakatifu,
akawa mwaminifu na kutembea na sheria za ufalme, kama vile kutoa kodi, yani zaka na matoleo mengine, lakini kuishi na sheria za ufalme zote. Mtu huyu anatembea kwenye mbingu zilizofunguka, maanake yupo ndani ya Eden. Maanake akiwa ndani ya Eden, kila kitu kwake kinafanyika, kinakuwa chepesi. Hata kama kuna jambo gumu, lakini ile mbingu inasababisha vitu kutokea na kufanya yani na kuyeyusha ugumu wa kila jambo, kwa vitu vinatokea na vinakuwa vyepesi. Ndivyo inapokuwa. Kwa hilo ni jambo la msingi sana ambalo kila raia wa ufalme anapaswa kuelewa. Kwa hiyo ndio maana kuna umuhimu sana wa watu kuishi, raia wa ufalme kuishi ndani ya Eden sasa hivi, ili waweze kupata maisha yenye ujanzo, waweze kuishi maisha yenye ujanzo ambayo tumekusudiwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Naitwa Dr. Godwin Migunewe, balozi wa serikali ya mbinguni. Basi kama una swali utanitafuta kwa namba 0762609468, nami moja kwa moja nitakujibu maswali yako. Asante. Baba wa mbinguni awape maisha.